Tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Wendy William Ishengoma imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya rushwa na uhujumu uchumi hapa Dar es Salaam mbele ya Mheshimiwa Jaji Dr. Dafina Ndumbaro. Na kesi hii ilikuwa imekuja leo kwa ajili ya Jamhuri sasa kuanza kuita mashahidi wao na kutoa vielelezo ili kuweza kuthibitisha kesi ambayo wateja wetu Wendy William Ishengoma na wenzake watatu wanakabiliana nayo. Na leo walikuwa wameleta shahidi mmoja, shahidi ambaye ni mrakibu msaidizi wa polisi ambaye anaitwa Democracy Hussein Nivako. Huyu ni afisa upelelezi kutoka makao makuu ya upelelezi kitengo cha udhibiti wa makosa yanayohusu fedha, na ni shahidi muhimu sana kwa upande wa Jamhuri, lakini pia hata kwa upande wa utetezi, kwa sababu kwa namna ambavyo ametoa ushahidi wake leo, yeye ndio mkamataji, yeye ndio mpelelezi, yeye ndio mtunza vielelezo, yeye ndio msafirisha vielelezo, na yeye ndio aliyevileta vielelezo leo mahakamani na akavitoa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa nini Jamhuri ameamua kuanza na shahidi muhimu kama huyo. Kwa hiyo vielelezo ambavyo vimetolewa leo mahakamani kuthibitisha mashtaka ambayo yanamkabili Wendy William Ishengoma na wenzake watatu, ambao ni pamoja na mashtaka ya utakatishaji fedha, ni kiasi cha shilingi milioni 44 na laki moja kimeletwa kama ushahidi ambacho kilikamatwa katika ofisi za Atlantic Microcredit Finance ambayo ni mshtakiwa namba 5 kwenye kesi hii. Na kwa kuwa tulichelewa kuanza kusikiliza kesi hii leo, na hivi ninavyozungumza ni saa 10 karibia na nusu ya jioni, mahakama imeahirisha kesi hiyo mpaka kesho saa 3 asubuhi, ambapo upande wa Jamhuri watamalizana na shahidi huyo kwa maana ya maswali ya msingi, examination in chief, kabla ya upande wa utetezi hujapata nafasi ya kuja kumuuliza shahidi huyo maswali ya dodoso. Na kimsingi kwa kweli ushahidi ulikuwa ni mzuri, Jamhuri amejitahidi sana. Unaweza ukaona ni namna gani shahidi mmoja anaweza akafanya majukumu yote hayo ya ukamataji, lakini ya kutaifisha vielelezo, lakini kwenda kuvitunza hivyo vielelezo, lakini kwenda kuvisafirisha kutoka eneo la tukio kwenda kwenye store, kutoka store na pengine kwenda kuvileta mahakamani leo ili kuja kuvitoa na mahakama iweze kuvipokea kama ushahidi wa kuthibitisha mashtaka yanayowakabili wateja wetu. Ni kesi ya muhimu kwa sababu Wendy William Ishengoma anakabiliwa na shtaka la kutakatisha fedha kiasi cha shilingi bilioni 5 ambazo anadaiwa kwamba alikuwa anafanya biashara ya upatu bila kuwa na leseni, na kwa sababu leseni aliyokuwa nayo yeye ni ya kutoa mikopo midogo midogo, microfinance. Kwa hiyo kwa maoni ya mkurugenzi wa mashtaka, kitendo cha kufanya biashara ya kupokea amana kutoka kwa watu na kuwarejeshea pamoja na riba, yeye amekiona ni upatu na ni utakatishaji fedha. Sasa jamii inapaswa kuja kufuatilia kesi hii kwa ukaribu zaidi ili kuweza kuona the nitty-gritty ya kesi hii, kwa sababu imekuwa ni kesi iliyovuta hisia za watu wengi sana, kwamba je, kwenye nchi hii kuwa na pesa inaweza ikawa ni kosa la utakatishaji fedha, inaweza ikawa ni kosa la uhujumu uchumi. Kwa hiyo kupata majibu ya maswali kama hayo, ni vizuri watu wakaja wakajifunza sheria hapa na kuweza kuona kwamba ni haki ama sio haki. Lakini kimsingi kesi imeendeshwa vizuri, pande zote mbili wametimiza wajibu wao, kwa maana mawakili wa serikali na sisi mawakili wa utetezi, na tutaendelea tena kesho. Kesi imepangwa kuendelea kusikizwa kwa session ambayo imepangwa kwa siku 4 kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 31 ya mwezi huu, kabla ya kuendelea na hatua nyingine kwa kadri ambavyo mahakama itatoa maelekezo hapo baadaye. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio yamejiri leo kwenye kesi hiyo ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Wendy William Ishengoma na wenzake watatu, kesi hiyo ya uhujumu uchumi. Na pengine upande wa Jamhuri wamesema wana mashahidi wangapi katika shauri? Kwa mujibu wa komito bando ambao tulipewa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam, tuliona kwamba orodha ya mashahidi ambao Jamhuri imewaorodhesha pale ni mashahidi 27 na vielelezo vingi sana ambao idadi yake siwezi kuikumbuka kwa haraka, lakini ni vingi, vinaweza vikajaa hata fuso.
Lakini kimsingi shahidi wa leo ndio anayetoa picha kwamba kwa namna ambavyo ameweza kutekeleza majukumu ya ukamataji, majukumu ya upelelezi, majukumu ya utunzaji wa vielelezo, majukumu ya kuja kuvitoa vielelezo hivyo kama kielelezo mahakamani, inawezekana idadi ambayo imeorodheshwa katika lile bando la komito au bando la ukabidhi idadi hiyo inaweza isiwe 27 kama ambavyo mashahidi wameandikwa. Kwa hiyo inaweza wakapungua zaidi, kwa sababu leo amefanya kazi ambayo ingeweza kufanywa na mashahidi 4 au 5.